What's up YouTube, welcome back, it's your coach Joram. Sasa nimekuwa surprised kwa sababu kuna mtu aliingia kwenye DMs zangu akaniambia ana miaka 27 na still hajawahi kuwa na girlfriend, yani hajawahi kupata girlfriend. Hili swala liligusa kidogo, nikakumbuka ni namna gani wanaume wanakuaga wana hardship, wana ule ugumu kwenye kupata girlfriend. Kwa kama mimi ningekuwa ni virgin, labda ndo naanza sasa kutafuta dem, kuna vitu ambavyo ningezingatia. Sasa leo hii video nataka nikuelekeze kama wewe ni virgin au ni bikra, hujawahi kuwa na mwanamke aina yote, au hata kama ulikuwa na mwanamke lakini ni malaya au ni mwanamke anayejiuza, kwa ulienda kanunua na sio mwanamke ambaye alikubali kutoka chini ya uvungu wa moyo wake kwamba anapenda kuwa na wewe. Sasa hii video ni kwa ajili yako. Kwa hata kama si virgin lakini ina principles, ina vitu ambavyo inabidi uzingatie ukiwa unafanya au ukiwa unatafuta mpenzi. Kwa stick mpaka mwisho wa hii video kwa sababu kuna mengi ya kujifunza. Okay, sasa kitu cha kwanza kabisa kuzingatia bana ni jipende. Yes, as a man ni jipende. Narudia tena jipende kwa sababu Mungu alipotuumbaga wanaume alituumba tuwe caretakers, alituumba tuwe tuna care kuhusiana na watu wengine. Ndio maana ni rahisi kwa baba yako kufanyia wewe kitu kuliko mama yako, sababu mama yako ukimwambia mama ana shida na kitu fulani anakuambia umeshamwambia baba yako. Kwa sababu wao hawajaumbwa ku-care au kujijali au wameumbwa kujijali na receive, hawajaumbwa kutoa. Kwa wanaume tumeumbwa kutoa. Kwa unakuta mzee wako wewe una drip, unavaa, unapendeza, unakula, unaishi, lakini yeye unakuta na suruali 3 waga na shati moja, yani yeye hajijali. Kwa hiyo ni mbaya, hiyo culture ni mbaya nafikiri. Yani sasa hivi inabidi tubadilishe. Sasa kama jinsi mademo wanavyotaka hela sana, sisi inabidi tuwe tunajipenda. Kwa kama wewe ni virgin, hii inahusiana wewe na vipi, kwamba hakuna mtu anapenda mtu ajipendi. Yes, wewe virgin sio virgin, hakuna mtu anapenda mtu ambaye ajipendi. Mimi napenda mtu anajipenda. Nataka nione mtu yuko amevaa fresh, anafanya mazoezi, ananukia fresh, amenyoa fresh, yani yuko fresh, yani amenyooka hivi. Nataka nione mtu aina hiyo. Sasa wanaume wengi tunatafuta hela, unapambana afu karibia yote unaenda kumpa mwanamke. So vizuri, take your time kujijali wewe kama wewe, jipende. Jinunulie hiyo nguo nzuri ambayo otherwise ungemnunulia mwanamke. Jinunulie wewe hiyo lunch au jipeleke sehemu ambazo ni interesting, jipeleke sehemu ambazo ungempeleka mwanamke, si ndio? Sasa mwanamke akiwa outside, akiwa nje hivi, akiwa anaona jinsi ambavyo unajipenda, unavyojijali, unapenda sehemu unapoishi, unapenda mwili wako, unapenda kila kitu, unapenda kuhusiana na wewe. Mwanamke akiwa mbali, akiwa outsider, akiwa anaona jinsi ambavyo unajitekea, unavyojijali, unajipenda, lazima fall in love, kwa sababu anawaza ujamani nani huyu, mbona ni interesting kiasi hichi, mbona ni mtu ambaye anajipenda, si ndio? Wengi tunatumiaga nguvu ku prove, wanaume wengi especially kama ni virgin, unaanza unaambiwa gao mnunulie maua, mpelekee zawadi, mtumie hela, msaidie, mlipie kodi. Kwa unaweza kuona hustle ili umfurahishe mtu mwingine. Sasa ule mtu mwingine badala sasa reciprocate, apende sisi jinsi tunavyojitoa, waga wanatuchukia sawa, wanatumind, wanakereka kwamba huyu jamaa wanatu disrespect, kwamba huyu jamaa amekosa kazi ya kufanya, amekosa kupeleka hela yake na kunipa mimi. Kwa otherwise tengeneza personality au embody a personality ambayo inakuonyesha ni mtu ambaye una hela, sababu hiyo itakurahisisha zaidi kupata madem kama unaonekana una hela kuliko ukiwa una force wa kuona ukiwa kwamba una hela. Usiende kwenye club kununua sijui chupa la $1.50 ili mademo kuone na hela. Hapana, tu wewe ni mtu umedress nice, una simu kidogo, unajielewa, unanukia fresh, umevaa fresh, unanunua mashati yanaeleweka, unavaa viatu vinaeleweka, una watch, unaendaga sehemu interesting. Instagram yako ile unavyoiona imekaa imenyooka hivi, imekaa na picha za sehemu ambazo ni interesting, hata kama una hela, lakini wewe ni mtu ambaye unajijali, si ndio? Unavaa vitu expensive, si ndio? Uweze hata kama umehasa miaka 3 mwezi mzima kupata hicho kiatu, lakini still mwanamke akiona hivi ana buy into that. Kwa jipende, yani usifocus kwenye kuimpress mwanamke, usifocus kwenye kumlisha, kumvisha, kumfanya nini mwanamke afu wewe ukajisahau, si ndio? Kwa kama ndo unaanza happen, jipende kwanza afu uone na hao wengine wanaanza kuja automatically. Okay, sasa namba 2 nataka ni usianguke kwenye mtego wa mtu
mzuri au mwanaume mzuri au sio mwema. Ini kwa Kiingereza kama usifall kwenye mtego wa mtu ambaye ni nice ila otherwise kuwa kind. Kuna tofauti kati ya mtu ambaye ni kind au mtu mwema na mtu ambaye ni nice au mtu mzuri. Ndio wanaume wengi wanakuwa wanatumika kama yani sijui nisemeje, yani load lifters. Wanakuwa wanatumika na wanawake kusaidia, wanatumika wanawake kuwapeleka sehemu fulani, lakini in return badala wapewe ambacho wanakitaka wanakosa. Ndio unakuta wewe ni jamaa, ndio ni virgin, lakini kuna demu uko interested naye. Wewe unafikiri kwa akili zako kwamba ukiwa unamsaidia kazi ambazo unakupa, hey, kuna hii nimepewa na boss nimeshindwa kufanya, naomba unisaidie kufanya chachapu. Unafikiri ukiwa unamsaidia vile au ukiwa unamtumia hela, ukiwa unamnunulia voucher, unamsindikiza sokoni, unamsaidia sijui kubeba vitu, unafikiri ukiwa unamtumia messages za kumchekesha na kumfurahisha, unafikiri ukiwa unampigia simu, ukiwa unamsifia, ukiwa yote yote unaonekana ni nice, unafikiri labda sasa ndo mwanamke hapa ndo ataniona mimi ni sahihi kwake. Labda wengi unakuaga ni hivi, unakuta jamaa ni virgin lakini ana demo ambaye huyo demo ana msela wake. So demo huyo msela huyo anakuaga demo analalamika, huyu jamaa nijali, anitumie message, anipigie simu, mara nipe hela, mara nini. Wewe unakuwa vile ni virgin na unajua wanawake, unafikiri labda nikifanya vile ambavyo yule jamaa afanye basi mimi demo automatically atafall in love. La hasha. Hapana. Mademu wanavutiwa sana yule jamaa. Paka still yuko na yule jamaa kwa sababu anavutiwa na hivyo vitu. Kwa vile yule jamaa tumie hela ndo maana yuko naye. Kwa vile yule jamaa mjali ndo maana yuko naye. Kwa vile yule jamaa amfanyie hivyo vitu ambavyo wewe unamfanyia ndo maana yuko naye. Kwa hiyo usifikiri kwamba unaweza kufix ukaingia kwenye moyo wa mwanamke kwa kuwa mwema. Hapana. Otherwise ni kuwa authentic, kuwa wewe. Mtu akikudisrespect, fanya kitu kwa sababu mtu mwingine anafanya, si ndio? Demu unamsaidia kazi kwa sababu na yeye kuna kipindi waga ukiwa unataka na kusaidia, lakini sio kwa sababu eti ameomba au kwa vile unamtaka. Afu kingine ni kwamba mademu wanachukia sana majamaa ambao waga wanatumia hiyo kama advantage. Mwanamke anapenda kudate, anapenda kumpa mzigo jamaa ambaye hajamlazimisha, yani jamaa ambaye hajatumia nguvu kumpata. Ndio ukiwa unafanya hivyo vyote kama unaweka deni hivi, unamwekea deni kichwani kwamba jamaa ananisaidia yako, jamaa ananitumia hela. Sasa inakuwa kama mwanamke anatumia, sasa inabidi akupe kwa sababu hapana, wanawake wanataka akupe mzigo freely bila yeye kuwa na entanglement au bila yeye kupata shida au kuwaza kitu kingine chochote. Kwa usifall kwenye mstego wa kuwa mtu fulani nice na kumsaidia mwanamke ukifikiri kwamba atakuja akupe. Hapana. Uliza wenzako. I work, haifanyi kazi. Kwa solution ni nini? Sasa point number 3 inaenda kukupa solution. Okay, sasa namba 3 ni nini? Tengeneza personality au jitengeneze kama mtu ambaye atakuwa desired na mwanamke, au tengeneza au embody zile tabia ambazo zinavutiwa na wanawake. Kuwa wewe mtu ambaye wanawake wanavutiwa naye, si ndio? Wanaume wengi, tuachane na wanaume wengi, waga ni hivi, kama unataka nyuki waje kwenye bustani yako, si ndio? Au wewe kutafuta nyuki ukawaleta, wataishi kwenye bustani ipi? Hapana. Wewe unachopaswa kufanya ni kutengeneza bustani. Ukishatengeneza bustani, nyuki automatically wanaanza kuja kwako, si ndio? Kama wewe ni virgin na unataka mpenzi au dem, trick number 1 nimeshakwambia jipende, na nyingine ni kwamba tafuta tabia gani wanaume ambao wanapendwa na wanawake wanazo. Wanaume ambao wanapendwa na wanawake wanavaaje? Wanaume ambao wanapendwa na wanawake wanaongeaje? Wanaume ambao wanapendwa na wanawake wanaishije? Wanaume ambao hizo ukishazitafuta, mimi nyingi nazifundisha kwenye channel yangu, lakini ukishaenda huko outside corners zitafuta sasa hizo tabia, utazipata. Unakuwa unajilearn, unajiembody, unajiumba, unajitengeneza. Mwanaume ambaye ni bora ni ule mwanaume ambaye anajifundishika na anatambua kwamba kuna sehemu nakosea kama vitu haviendi, si ndio? Sasa this is your time. Nenda kwenye hii channel nafundisha, lakini pia information ziko nyingi kila mahali ulimwenguni. Tafuta zile tabia, jifundishe. Mimi nilikuwa kama wewe, of course. Mimi niko na miaka almost 10 na ngapi huko plus. Sijawahi kukutana na mwanamke anashindwa kuattract mademu. Mpaka nilipokutana na mtu ambaye akanifundisha sasa, hey, usifanye hivi, hey, usifanye hivi, hey, usifanye hivi, fanya vile. Huyo ni mentor, ni mtu ambaye anakomenta. So lazima awe physical na wewe kama mimi, hapana. Inabidi anaweza kawa ni mtu online au kawa ni kitabu, msoma kitabu. Of course, sasa hivi ndivyo namna ambavyo unaweza ukaanza kuattract mademu, kwa sababu sasa wewe ni mtu
tayari umeshajitengeneza wewe, tayari ni bustani ambao wanawake wakiwa outside wakikuona wanavutiwa na wewe, so paka uanze kutumia nguvu na hela kwa pale. Okay, sasa point number 4 ni kwamba usisubiri muda sahihi, kwa sababu hakuna muda sahihi wa wewe kufanya move au kumfuata wewe mwanamke na kwenda kuongea naye. Of course, ukishakuwa virgin, tatizo kubwa waga ni wewe ku approach wanawake, kwenda kuongea na wanawake. Si ndio unaanzia wapi? Kipi ufanye, kipi useme, kipi usiseme? Je, atanikubali? Je, anapenda nini? Vitu vingi unakoga unaweza kichwani ambavyo kama vinakuvuta usiende kuongea naye kwa sababu utamwambia nini. Usiende kuongea naye kwa sababu wanapendaga wanaume warefu. Usiende kuongea naye kwa sababu una body. Hapana, hapana, hapana. Mademu wengi ambao mimi nimedate nisingekuwa nao kama nisingewa approach, nisingeenda kuongea nao, nisingewasemesha. Kwa nini? Kwa sababu kumfuata demu na kuongea naye live na kuchukua namba yake live, ile ina signal confidence, kujiamini, ina signal mjasiri, ina signal kwamba mimi ni mwanaume, nimeona ambacho nakitaka na nimekifuata. Unaona, sasa opposite yake ni kwamba unakuwa shy. Hey, nifuatie basi namba ile demu, mtu anakutumia na hey, mimi naitwa Joram, nimepewa namba yako na mtu, nimekupenda toka. Hapana, it's not a good way. Na kosa lingine ambao wengi wanafanyaga ni kwamba wana wait around, si ndio? Wanafikiri labda msikilizie yule mpaka tuzoeane. Tukishaanza kuzoeana, tengeneze kwanza urafiki. Tengeneza urafiki sababu ndo unaweza nikaanza kumapproach. Kosa kubwa, kwa sababu ukishaanza kutengeneza urafiki, mwanamke sasa categorize kama mwanaume, hakuweki kwenye kundi la wanaume ambao yuko tayari kulala nao. Hapana, anabadilisha sasa matumizi na kufanya uwe rafiki yako, kwa sababu wewe mwenyewe umejiweka pale, umejifanya rafiki kwanza ili umzoezoe, ili baadaye aje kukubalia. Umeona? Ni kosa kubwa kuchukua namba au kufanya nini afu kasubiria mwe marafiki. Unaomba ni majasiri, na wafundisha gani kwamba umepewa namba siku huo set up a date. Hey, umeonekana interesting mchana, lakini this weekend kuna sehemu naenda, sehemu fulani interesting na fun, sasa sitaki niende peke yangu, unaweza kanijoin. Si ndio? Umechukua namba jana, umemove na speed. Wanawake wanapenda speed, wanapenda mwanaume ajivuti. Hapana, usifikiri kwamba ukiwa unazunguka mbuyu eti ndo akishakuzoea, akishakuwa rafiki yako ndo unaweza make a move. Hiyo ni wanauzaga ni TV na magazeti, kwa sababu akikwambia ufanye haraka haitauza, haijakaa romantic, haijakaa kama haijakaa aiuzi. Si ndio? Ungekuta movie zote wa jamaa wanafanya hivyo, wana cheat, wanafanya nini, wanafanya vitu ambavyo vinafundisha hapo kwenye channel, visingeuza. Romance inauza kwenye TV na movie. Ukionyesha jamaa anapeleka maua, anamkumbatia, anamkisa, anasubiria miezi 2 ndo anakuja kukubaliwa, hiyo inauza. Lakini kwenye ground uhalisia ni tofauti. Kwa usifikiri kwamba ukisubiri kwa muda mrefu labda ndo mtu atakuzoea, sasa ndo utamjua na utakujua kama fall in love. Hapana. Move na speed. Umepewa namba leo, kesho approach. Akikukataa unajua kabisa huyo mtu aje sikuweka nanga vizuri, kwa huka ikukaa vizuri, ikaa vizuri, angekubali tukutane. Unaona? Kwa una move, unatafuta ambaye ukimwambia kesho mkutane kwenye labda mkacheki movie, anakubali. Baada ya kusema hayo, nisiongee sana. Peace.